Ugonjwa gani? Kumbukumbu. Wewe kabisa cha hapa mashia moto kwenye mkaa. Na cheti kabisa nina issue ya kumbukumbu. Hivyo, cheti pia unacho. Kisha sainiwa. Hata tuambie nyuma ya kamera. Hizi habari mimi hapa nataka. Ili wewe amwamini wachekeshaji, hilo ndo tatizo. Kwa nini tusiwaamini? Hivi kuna mchekeshaji yote mnamwamini nini? Inategemea na pokuja. Mbona tunakuamini? Mbona tunakuamini? Eliudi hapa akatoka akaanza kulia akasema nasumbuliwa na msongo wa mawazo. Siko sawa, msaidieni. Nyie mnaanza mkamchukulia serious nini? Sasa kuwa mkweli. Unaweza kumchukulia serious? Ni kweli ndugu yangu. Mtacheka kumbe mwenzangu yuko serious. Tuchukulie wasanii wa comedy serious. Tafadhali. Ulivyosema comedy hapa, hivi kati ya comedy na uigizaji ipi inalipa sana? Vyote kulingana na kazi. Kuna project kubwa za hizo field tamthilia, drama hizo kama za kina Jua Kali, Huba zinalipa. Kuna project kama sijui za Kitimtimu, hiyo ni show ya comedy, zinalipa. Kwa hiyo unategemea unafanya kazi na nani distributor wako. So mimi nikapa nikaangalia vidole. Mwana ile pete ya gharama tuione. Na ile pete. Kwani ana? Mimi sijaiona. Ile pete jamani shemeji yupo ila mimi sijawahi kuvaa pete. Sijawahi ku-announce kwamba nina pete. Labda ya Zunde. Labda ya kwenye Kitimtimu. Labda ya kwenye Kitimtimu. So nisikia mpaka ile nilisikia ile pete ndugu yangu gharama kiwanja mtu. Hakuwa mimi. Kifaruka jamani. Tumwogope Mungu. Za mzengezi pia naogope. Lakini mradi mambo yake ya chini ya kaseti. Mambo yake ndio sio, lakini watu wote wanasema yule mambo yake. Maana kwenye mjengo tuiziba midomo. Tunakuja kwenye pete. Yule Shem Darling alivyovishwa kile kitambaa. Ndio maana nakwambia ikopo kwenye pete, hadi kwenye kitambaa. Ile kwenye naniliu kifaruka jamani, msifanye kama sisi mazontokani jamani. Kama ni ile ya mask, ile ilikuwa ni birthday ya mtoto. Ila sio ila pete kifaruka uko nao ndugu wangu. Sijawahi kuvishwa pete ila inshallah itakuwa mwaka. Ila huyu mambo ya kugeuza vice versa kama zingwa. Hebu mpepe kwanza. Ngoni mpepe. Inshallah mdomo wa kheri, somo yuko pale. Amina inshallah. Na mimi bibi mizungu nitakuja nitakuongezea mizungu ya ziada. Yote extra time wakupe. Hatari uje extra sio shida zangu. Vipi ndio tajielini sasa na shemeji, maana watoto pale wanafurahia kwanza, afu jambo zuri kabisa anachopenda watoto wazuri mashallah na dini wanakwenda madrasa anasoma nafuatilia sana mwenyewe namfuatilia kwa watoto anasoma pale akidurusi mashallah. Yani iko kitu kwanza, congratulations, ni watu maarufu wachache sana, lakini tunategemea basi tuhalalishe. Hata tukija kutia kadi yangu ya harusi mise ni misezi fulani na raha yake peka kama vile mbo mjane kitu gani. Kwa nini mnahisi kwamba bado situisi nini tena? Kwa sababu wewe ni mtu famous, unajulikana maarufu kabisa. Na una plani zako. Kama kwa Nandi kwa shoga yako tuliona sisi, tujue. Harusi tuliona. Tunataka kabisa tutambe tujishaue. Sasa tofauti ni kwamba yeye rafiki yangu yuko na mtu ambaye yuko kwenye same industry. Mimi mume wangu hayuko kwenye same industry. Na mimi pia hatupendi kuwa hivyo kwenye mitandao. Kwa hata mambo yangu ya familia, sijui kuoana ni nini, tuna prefer ndio private kidogo, kwa sababu yale ni mambo yetu. Kwa maana mambo mengine ninaweza kushare na nyinyi, lakini basi mniachie space. Nataka niwavulie nguo zote jamani. Niache hivi hapa na hivi hapa nje. Aoneni hivyo viviani ni tuviache. Kwa ndo maana hata ndio ipo. Lakini ndio tunaona mimi tayari kumbe ushamaliza. Hata unajua kama Waislamu unajua tayari wanaga mambo mengi. Kaja shehe tu hapa tu hapana, imefanyika sehemu na ndugu jamaa na marafiki wameenda. Ninachomshukuru Mungu na watu familia yangu na watu walionizunguka ni watu wanaheshimu Islamu au ya serikali. Hapo sasa nimwambia ile faili sasa na kusahau. Nimeshapopa. Jamani pili nitakuchapa. Kwanza umeshakumchapa fimbo. Huyu nyanyuka. Tamchapa. Lakini watu wangu wa karibu walikuja na tumefanya kabisa. Yaani tumefanya proper party. Wow. Ila watu wangu hawashei na wanaheshimu. Lakini kwa hiyo big party linakuja sasa lile nyao. Au ndo mshamaliza tena? Shoga yangu mimi nimeolewa muda. Umeolewa muda. Muda. Oh, mashaallah. Ila nimesema kwamba hiyo ni party ambayo
na jamani, pesa yangu. msiojua ndio nawajuza hivi. Ndio. Pili kitimtimu ndio anayo na anatamba nayo. Mume anaye na anatamba naye. Na anamka naye. Unanielewa kwa kipiga simu sasa sijui yule kazaa naye, sijui kafanyaje. Maana watu walisema mengi. Habari ndio hiyo. Mume wa mtu. Watu walisema ile pete mwanaume bwana kaivua kama vile alama imekaa hapa kama muli wa ng'ombe. Ndio sasa mjue. Hata mimi sikuwa nayo. Mimi najijua. Mimi ni mpotezi wa vitu vingi sana. Hata inashangaa kwa nini iko hapa. Hii pite. Kwa sababu ni ya gharama. Hii ndio kwa sababu iko hapa. Ila mimi hivi vitu hivi sio mtu wa namna hiyo. Kwa hivyo vitu tunavyo, siku ile tumeingia zetu huko itakuwa weird yeye anayo mimi sina. Ni nini hicho? Lakini mimi siangalii kwamba nani anasema nini. Kwa sababu wewe unaisema unijui. Mbona na watoto wawili unahisi nimefikaje hapa, nimekurupuka tu. Sio kirahisi. Kama nimefanya hivi. Ushasikia mwanaume na miaka naye 11. Umeona maneno. Wewe unakuja kuniambia nini sasa hivi? Ana la kukuambia. Tu mbwa ubweke, ukishabweka, ukalale, si tuendelee na mambo mengine. Habari ndio hii. Shemeji mtu wapi pili? Lile faili la kusahau limepopa. Leo watufanya istikari. Tumesha popa. Alafu shemeji yule shombe baby yule. Ndio hicho kitu tunachojiuliza tuambie. Ni mtu wa anga kama unavyomuona. Ana nywele zake za uzurungi. Tadi mimi napenda, wewe upendi. Mimi napenda somo. Unapenda rangi fulani hivi. Uzurungi. Mimi nahisi kama ile maskat kwenye visima kule. Wamiliki visima vya magari vya mafuta. Udanganyiki anaweza kama Mchaga wa Shumuni. Hapana. Alafu anaongea Ki-English yule. Anaongea Ki-English yule. No Swahili. Unanielewa? Hivi mbona hamtaki kuniachia hicho kipengele? Cha uandani. Yaani tulikuwa jamani, tulikuwa tuna hamu na udada. Umekuja kama hebu tumalize leo. Tutoe ile dukuduku. Wanasemaga mzito mpe Mnyamwezi, sisi tunautua kwako leo. Tunautua leo kwako. Kalale nao mwenzangu. Ya nini si ya nini? Tukae bibi na mimi vitu moyoni ya pili. Sawa, pili bwana ni producer vipindi hivi ambavyo vinafanya vizuri sana. Ikiwemo ni Kitimtim pamoja na Tashdid. Yes, kwa sababu Tashdid nao pia ni Waswahili wenzetu zake, tulimkaribisha Zai Kijionongwa. Mama yetu alitoa maua yake kwa pili. Walitoa maua. Hana neno ukifanya zako na kwa jepesi, sio zito kama ngura joto. Mambo yako mepesi kati. Mambo mepesi bibi anabebeka. Mambo amesema hapa kuanzia Zai mpaka mama bibi Adija. Sasa tukasema kwenye Tashdid huko mambo yako hivi. Turudi huko kwenye Kitimtim. Watu wanajiuliza, mbona siku hizi Divani hatumuoni? Kiko wapi? Akatoa mashabiki ukoko mpaka Matando walianzia wote. Sasa hivi hatumuoni Divani. Kunani? Kama hao watu wamefuatilia vizuri, wataona hayuko Dulivani, hayuko Pili, hayuko Zungu. So chill. Ni watu watatu wa wakae kwa kutulia. Chill. Alafu kila siku akiendelea Pili, kila siku akiendelea Zundi, kila siku akiendelea Dulivani. Lini unawapa nafasi watu wengine? Mimi sikuanzisha kipindi cha Kitimtim ila tujishike watu fulani hivi wanne tuondoke. Lengo na madhumuni tutanue wigo. Tuanzishe na vitu vingine. Hata nahisi hawa mabongo movie wengine wapo. Waliona dada zao na kaka zao akina Kanumba. That's why tuko hapa. Kwa huyo mtu relax, hatuko watatu. Wote mimi mwenyewe sipo. Mimi ni mwenye kipindi ila sipo. Kwa hiyo relax. Kwa hiyo inabidi tukae kwa kutulia. Tunawapikia vitu tofauti. Radha inabadilishwa. Ina maana Zai angekuwa kwenye Kitimtim lini? Kama tungeng'ang'ania wakina Masantula, sijui wakina Mama Pili. Hizo ni nani mpya na sasa. Kwa hiyo hapo inamaanisha hapo kazi zaidi. Yule yupo bado uko naye. Tuko wote. Yaani watu waanzilishi watatu hawapo, tumemwacha Masantula tu. Kwa hiyo hapo mambo ya script. Watu wanabadilika watu ni wachungaji. Sio kupigisha shoti. Ndio kashafungulia. Au nigeukie kama vile nanunga 800. Ongea tu. Leo pili tunaye. Unajua raha ya mtu kumwangalia. Soni mpasukie. Kwa kofia kustukiza la ukweli hapa. Kaka. Lete nipe.
waja naposema tukasema hela ndogo, kani kuna hela ndogo songo, hakuna hela ndogo, lazima kustiri soda ni jambo alhamdulillah. Tukasema madha leo yuko ndugu wetu, tete naye tudoboe naye, umbe au na posho mwisho siku kusutwa, na kama kusutwa suna leo hapa patanuka, ndio tunamsubiri pili atuambie, je kweli hano faranga hano prare ndogo kweli, au ndo tusubiri jambo la kwambia nini to chill kama unasema mwenyewe to chill sosi au to sawa. Mwasikia na mimi na swali moja tu msaidia, nyie mnaona hii taarifa, nyie mnaonaje? Yani mmesema mimi ni producer, mchanga pwani. Sasa sisi tutasema kwenye reality kama ulipotupa yale maua, si ndio? Na umefanyia watu interview, unauelewa. Aya, niambie, je, swala la hino hano wewe unalionaje? Ni la hizo sio shida zako. Mimi kwa upande wangu ndio michezo ya hano huyo no problem, ila sisi tunataka tuwajuze waja, ndio hicho hapa tunawajibu waja. Tunasema sisi labda mnampigia mtushia vuta, ndio wakasema leo pili yupo hapa aseme aonge na waja. Zoza dada Zoza bwata uwanja wa kwako. Hii ndio chambo mwenzangu. Hatujibani kama tumepumua ukweli. Tunajua kama lambi mchanga pwani huo. Mimi mwenyewe simo pia. Uwanja wa kwako. Ndio. Kwenye swala la hela sidhani kama lina ukweli. Sidhani. Na sidhani kama mimi na yeye tulishafikia kushindwana kwenye hilo swala. Mimi mkweli ningeenda mbele tu ungesema, lakini nimeambia Wachiku mimi sipo. Haya basi tuseme na mimi producer sipo, kwa sababu producer anilipi. Tuseme pili wa kitimtimu hayuko kwenye kitimtimu kwa sababu producer hamlipi. Hapana, mimi mwenyewe sipo. Ni masuala ya kubadilisha story. Kipindi cha kitimtimu kina miaka sijui 9 sijui ngapi, lazima tuchanganye, lazima tuweke pembeni, lazima tuweke, yani lazima tukuze watu wengine, alafu lazima unamweka mtu alafu kija unamrudisha, yani lazima, hatutaki kuwaboa mashabiki, lazima tuchanganye na tubadilike fungu za guest. Habari ndio hiyo. Hata kuna tamthilia nyingine ukiangalia unakuta kipindi hicho ni Maria yuko busy ndo anaongelewa, ukija sijui kuna kipindi kwenye story nikiongea kama producer. Yes. Okay. Jamani napenda, hebu nipe tano kwanza. Nikiongea kama producer. Ndio. Show haitakiwi ipo. Show inatakiwa ibadilike. Although show inatakiwa iwe na mwanzo, kati na mwisho, lakini hautakiwi kati umboe mtazamaji. Unaelewa? Una story inatakiwa kubadilika kulingana, story yetu ni local show, maisha yetu ya Uswahilini kila siku. Shoga yangu kuna siku umesafiri umeenda zako Tanga umekaa miezi miwili. Kwa hiyo huku nyumbani kwako maisha ya watu hawaendelei. Wanaendelea. Kwa hiyo tunaleta pia yani vitu vya kawaida. Kama sasa hivi mimi nimesafiri nimeenda zangu India. Ni kweli nilisafiri, lakini pia nimejiweka pembeni kutoa nafasi nyingine ya pili mwingine ya mtu mwingine ambaye anaweza kucheza kama pili. Mimi nitazeeka, nimeolewa sasa hivi, bwanangu aseme sitaki ushoot, I don't want you baby to do anything. Si nilikuwa bwana ongea English, umesikia maneno hapo umezingatia na kwamba kisafiri kwenda India kwenye hivyo. Napenda mchukue mnavyotaka. Kwa hiyo mabadiliko tu ya story, so chill. Hilo kitu halina ukweli, na kama nyinyi mkitaka mtafuteni muulize. Bahati nzuri Durvani mtu poa, anafanya kazi vizuri, na sio mtu ukimuita na muda wake anakuja, alafu Duli ni mtu ambaye so wa kuweka mambo. Mimi namjua Duli. Ana bahari. Kama hamjarizika na mimi, sisi tumeridhika manga. Yani majibu kwa haya uliotuambia, na nyinyi vishamshadu nyinyi ambao mnakuja kutuletea meseji zenu za ovyo ovyo hazieleweki, za shoti tukutupigishe tajiri yetu tugombanishe naye mpaka tusipate hizo rare. Hatutaki na wala hatupendi. Leo pili tukae na tunatamba naye na kashafunguka. Wamtulize tena habari za pili, hatutaki. Kitu ambacho pia niweze kumpongeza Grannis ni tuseme kama unasema umekuja mjini hapa da kutafuta, na umetafuta kweli, na ni watu miongoni wachache sana mtu kuweza kujipata mapema. Kumiliki mjengo, kutoa mama mjengo sio kazi rahisi. Mwenye mjengo wake Kobe, ndugu yangu, anatembea na bado mwendo wake ule wa taratibu. Kumiliki, sema wewe ndugu yangu, kumiliki funguo 3 au kama sio 4 ya nyumba, ya gari, ya ofisi pamoja na labda na kampuni sio kazi rahisi. Si unanielewa? Wazungu wanasema is not easy. Mfaransa anakuambia c'est pas facile. Asante. Tu comprends? Ya comprends. Okay. Kitu ambacho kilichopo, hebu